Wasemao husema mwenye kuni hula vilivyoiva, lakini mwenye pesa hula vitamu. Na huu ndio ukweli wa mambo. Lakini kubwa zaidi, mwenye mwanakliki ni tajiri wa taarifa. Leo Juni 18 mwaka 2025, matukio mengi yameweza kujiri ndani ya siku nzima. Na hizi ni kubwa za siku na kupitisha kwenda kuyangaza yale ambayo yamepewa nafasi kubwa katika mitandao ya kijamii ndani ya tarehe 18. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea na ziara yake mkoani Simiyu, ambapo leo ametembelea wilaya mbili. Amezindua shughuli mbalimbali za kijamii pamoja na miradi ya kimaendeleo, huku akipokelewa na mamia ya wananchi wa mkoa huo wa Simiyu. Bunge la bajeti limeendelea tena, ambapo leo wabunge wamepata nafasi ya kuweza kuchangia katika bajeti ya mwaka 2025-2026. Ikumbukwe takribani trilioni 56 zimeweza kuidhinishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutumika kama bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2025-26, na hivi sasa tunavyozungumza wabunge wanaendelea kutoa michango yao mbalimbali kuhusiana na bajeti hiyo. Lakini pia serikali ya Tanzania imeanza kufanya mashauriano na serikali ya Marekani ili kufanya kazi maeneo yanayohitajika kuboreshwa ili raia wake wasizuiwe kuingia ndani ya Marekani. Ikumbukwe uamuzi huo unatokana na serikali ya Marekani kutoa orodha ya nchi 36, baadhi yake kutoka barani Afrika ikiwemo Tanzania, ambazo raia wake wanaweza kukutana na marufuku hiyo. Mtazamaji, siku zinaingia, siku zinatoka, lakini siku haziingii na kutoka kama hapo awali katika Mashariki ya Kati. Hii ni baada ya vita ya Iran na Israel ambayo inaendelea kurindima huko Mashariki ya Kati. Trump, rais wa Marekani, ametoa msimamo wake kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Lakini yapo mengi ambayo yanazungumzwa na wanaharakati pamoja na wachambuzi wa duru za kimataifa. Na kuunganisha na huyu mwenzangu, yeye atupitishe kipi ambacho kinaendelea katika uwanja wa burudani. Alright, msanii wa Bongo Flava Diamond Platnumz tayari amemalizana na ziara yake ya kimuziki nchini Uingereza, ambapo amegawa dozi kwenye miji mikubwa mitatu nchini humo na amefanya show kubwa sana. Mitandao ya kijamii imechafuka. Siku ya jana amefunga safari kuelekea nchini Marekani kwa ajili ya show yake nyingine kubwa ambayo itakutanisha na mastaa wengine wakubwa akiwemo Ja Rule, Asake, Ghana, Ayra Starr na wengine wengi. So kuna story nyingi sana kuhusiana na Diamond Platnumz na wasanii wengine, lakini pia entertainment, burudani kiujumla. Ukihitaji kuzipata hizo unaweza kaingia tu kwenye tovuti ya Mwananchi, www.mwananchi.co.tz. Peace out. Hizo ndizo ambazo zimejiri ndani ya tarehe 18 ya mwezi Juni mwaka 2025. Kufahamu mengi na mengine, salia papa hapa kwa ukomavu mkubwa wa fikra. Nisikwache hivi hivi, naondoka kukuambia chemchemi si mtemi, lakini kunywa maji yake sharti uiname. Naitwa Mlanzi, niweke mara pima moyoni. Asante.